Mwanaharakati Josefu, hivi karibuni kumekuwa na picha mjongeo ama video ambayo ilikuwa ikimuonyesha mtu mmoja aliyotambulika kwa jina la Captain Tesha, ambaye amejaribu kuelezea mambo mengi sana kuhusiana na mwenendo mzima wa taifa letu la Tanzania, lakini pia kuelekea kwenye uchaguzi mkuu na kutaka mamlaka za juu zaidi za ulinzi na usalama wa taifa kuchukua nchi hii kwa mustakabali wa taifa kwa maelezo yake mwenyewe. Unahisi kwamba nini kimeleta msukumo huu? Kwa sababu mara nyingi naona inapotokea changamoto ni kama unaikwepa kusema inatokea upande mwingine, na hili pia linaweza kuwa limetoka upande mwingine. Nimekwambia sasa hivi kuna taharuki na bado taharuki zinatengenezwa, zimeanza mdogo mdogo, wameenda kwenye mwendo kasi. Bahati nzuri mwenyekiti wa Chadema alikamatwa yule mgawe wa Kibamba, kwa sababu ndio ulimuona kwenye picha hizo mjengeo akiwa anarusha mawe kwenye mwendo kasi. Lakini mwisho wa siku hizi taharuki zitaendelea mpaka uchaguzi mkuu. Leo zimebaki siku 20, bado zitaendelea. Na ndio maana alipojitokeza Tesha, anajiita Captain Tesha, either ni mwanajeshi au sio mwanajeshi, au amejivika au alifukuzwa, vyovyote vile, kwa sababu statement ya jeshi la polisi ilikuwa short and clear, uliiona. Sasa vyovyote itakavyokuwa, lakini bado ni taharuki, kwa sababu alichukua yale maelezo ya aliyekuwa balozi wa Cuba Polepole. Ukiona statement za Polepole live zake alizokuwa anarusha, ni maelezo hayo ya Tesha. Alizungumza hayo ya wizi ambayo yana ushahidi, alizungumza haya ya connection ya NIDA, taifa, vitambulisho vya taifa, vitambulisho vya kupigia kura, na CCM sijui wamejoin, wameunganishwa, wote tajua alivyokuwa anazungumza. Ni hayo. Atazungumzia mtoto wa Mheshimiwa Rais Abdul kwamba amepiga, yani maana yake yeye mtoto huyu wa rais kila siku yeye ni mpigaji wa mabilioni, bilioni, vitu vya uongo kabisa. Maana yake yeye ni mwizi tu. Yani inaonekana yeye ni mwizi tu. Si Jakaya Mrisho Kikwete. Mfumo unaona, yani huyu Tesha alikopi and paste maelezo yote ya Humphrey Polepole akayaweka mezani. Humphrey Polepole halizungumza wazalendo wa nchi, ni wakina Warioba, ni wakina sijui nani, na huyu naye amekopi hivyo, wazalendo wa nchi ni wakina Warioba, sijui nani. Huyo Polepole anasema mwaka huu hakuna uchaguzi, na huyu naye akazungumza hivyo. Huyu akazungumza mtoeni Lissu, huyu naye akazungumza hivyo. Polepole anajichanganya yeye ni mwana CCM, lakini muda huo anazungumzia kuhusu Lissu, huyu naye alizungumzia hivyo. Baada ya tukio lile sasa, na taharuki ya Tesha ambaye anajiita Captain Tesha, nimesema hivi, kama ni mwanajeshi au sio mwanajeshi, mimi hanihusu. Ni swala la taharuki. Baada ya siku 2 akatokeza, tukaambiwa Polepole katekwa. Mimi Joseph Yona na wengine, sisi tunajua Polepole yuko nje ya nchi, na yeye mwenyewe alikuwa anajua yuko nje ya nchi. Mwisho wa siku alikuwa kuna sehemu ana rekodi, lakini ninyi waandishi wa habari ni wataalamu, mliona ameweka background. Mwisho wa siku aliondoa akaweka background. Na yule Tesha naye uliona ameweka background ile. Kwa maana yake hawa watu unaona ni mfumo ule. Lakini ni mfumo wa copy and paste Mange Kimambe, ni mfumo wa copy and paste Chadema, ni mfumo wa copy and paste yale mambo ambao wana sabotage serikali, wanaizungumzia serikali vibaya ili kuwaaminisha Watanzania uongo. Hivi wewe leo ndugu yangu, mimi niibe mabilioni, yule mtoto labda anafanya biashara zake. Mamake ni rais wa nchi, mshahara wake ni mkubwa tu, ambao tunamlipa sisi wa Tanzania, tunamsaidia sisi wa Tanzania aweze kuishi, atuongoze nchi yetu. Leo huyu mtoto ni mwizi tu. Ikionekana Mike, haya mambo alisingiziwa Ridhiwani Kikwete, ndio anamiliki vituo vyote vya mafuta nchi. Yani ukipita lake cha Ridhiwani hicho, mimi nilikuwa nafanya kampuni moja. Ndani ya kampuni mimi top power, wanakuambia hiyo biashara ya Ridhiwani Kikwete. Kwa hiyo mambo yale ya kumsingizia mtoto wa rais aliyoko madarakani, ndio mambo hayo wameyakopi na kupesti kumsingizia mtoto wa kiume, hasa kipenzi cha mama, kwa sababu wanawake wanapenda watoto wa kiume. Wameshaona huyu ndio kipenzi chake, wamemsingizia. Sasa yeye ni mwizi tu. Mabasi ya mwendokasi ni mwizi tu. Ikionekana meli mpya ni mwizi tu. Ikionekana sijui treni SGR, basi yeye mradi huo yeye ni wa kwake tu. Yani haya vitu ambavyo ni vya nonsense. Na ndio maana nasema Mungu angekuwa anatoa majibu hapo, watu wangetolewa majibu. Kwa hiyo baada ya taharuki ya Tesha, baada ya siku 2 tunaletewa taharuki nyingine. Polepole katekwa. Polepole haonekani.
maana tunaona damu zimeburuzwa kwenye nyumba hiyo ambayo inasemekana. Lakini sisi tunaamini Polepole yuko nje ya nchi. Kwa hiyo mimi haya mambo ya taharuki yataendelea mpaka uchaguzi mkuu, na ndio maana vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vimesema waviachie vifanye kazi, vigundue nini ambacho kimetokea. Lakini hawa watu kabla ya uchunguzi wameshatoa na majibu kwamba aliyemteka ni fulani. Yaani nyie ndio mnajua kila kitu. Yaani manake vyombo vya ulinzi na ndio maana saa nyingine vyombo vya ulinzi na usalama vinaona sasa tuachie hii kazi, kwa sababu sawa jamaa wamejipa wao ndio mahakimu, wao ndio wanahukumu, wao ndio prosecutor, yani wao ndio kila kitu. Kwa sababu kabla jioni tu Polepole tunaona damu. Sawa, yawezekana. Jioni tunaambiwa aliyemteka ni nani. Vyombo vya ulinzi na usalama vimemchukua. Ile nyumba si ina kamera na ndugu zake simupo. Simtoe kamera muweke. Kama ambavyo tuliwaambia kwa Kitima, baraza la maaskofu lina kamera kuta zote zile. Amepigwa Kitima na nani? Chukueni kamera muwaonyeshe Watanzania. Lakini wanadai kwamba kwa maelezo ya ndugu zake na Polepole wanadai kwamba watu waliingia wakavamia. Huoni kwamba wanaweza pengine wakawa wameingia wakavamia wakaharibu kamera kabla ya kushughulikia tukio lenyewe? Sasa hivi tuna simu janja. Wewe umeshuhudia watu wameingia wamevamia, uliwashuhudia kwa wapi? Warekodi hata kwa mbali. Si wamevamia nyumba? Wanaharibu. Yaani kitendo cha sisi kutembea kwenye kamera kwanza kuziharibu, afu wewe uko mbali ndugu yake wewe. Maana yake kama ndugu yake huko ndani na wewe anakushughulikia. Lakini kama uko ndani maana yake uko mbali unaona hilo tukio. Na kama unaona hilo tukio, kwa nini usirekodi hata kwa mbali afu kimbie? Hata sekunde tu utuonyeshe hivi ni vyombo vya ulinzi na usalama. Yaani sio umeelewa point yangu. Tuchukulia wameingia ndani na unawaona. Sasa hivi tuna visimu janja kila mtu. Ndugu yake Polepole usiniambia ana kasimu janja. Anako. Wameingia ndani. Wameanza kupasua kamera za ukutani. Wameingia paka ndani. Hata kurekodi kwa shida. Hata gizani ukimbie si wanaingia ndani huko. Hata wakati wanatoka basi vizia pale Mwapenda tunapajua. Vizia kwa mbali, piga picha. Au wakati wanatoka waite marafiki zako, wapige picha. Si hawatawaona. Lakini wao wanatuambia tu uliwaona. Vyombo vya ulinzi na usalama viliingia. Labda hamna kitu kama hicho. Taharuki ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na baadhi ya wanachama wake imekuwa ni kubwa, na tumeendelea kupokea vitu vingi kutoka kwao. Na hii imepelekea sasa kufikiria kwamba pengine hawana sehemu sahihi pa kufikisha kero zao na malalamiko yao ili waweze kusikilizwa mpaka zinakuja taharuki za namna hii, ama pengine serikali iliyopo madarakani inawabana kwa kiasi gani wao kutoa uhuru wao kama wanasiasa pinzani ndani ya taifa la Tanzania. Mwaka 2021 alipoingia Dr. Samia Suluhu Hassan, acha huko nyuma, alianzisha kitu kinaitwa 4R. Maana yake humo kuna reform, kuna reconciliation, kuna rebuilding, yapo maridhiano yote humo ndani. Akagundua kwamba ndani ya nchi aliyekuwa mwanaharakati wa Chadema makamu mwenyekiti hayupo nchini. Akaenda Ubelgiji, akamwambia mwanangu, rudi nchini tufanye siasa za kistaarabu. Fanyeni siasa, nchi ni yetu wote. Akamtoa nje. Akamfuata God Bless Labor Canada akiwa anachukua hela za Salem Sika. Akaletwa nchini akaacha familia yake kule. Lissu naye aliletwa akaacha familia yake kule. Aliacha watoto wake Marekani, aliacha mke wake Ubelgiji. Lissu aliacha Canada. Wenje hiki kinachopiga kelele nacho ambacho kilichukua sijui nayo anasema hela za mtoto wa rais wakati kinagombea makamu, nacho kikarudishwa nchini. Wakaambiwa jameni, upinzani hizi 4R hizi hapa za mheshimiwa rais. Anytime, muda wote mkinitaka karibuni Ikulu tuzungumze, tujenge nchi yetu. Tena kama una kumbukumbu nzuri, viongozi wakubwa wa juu walimsifia Dr. Samia. Sasa hii ndio tulitaka serikali ya hivi. Lakini walivyosifia, wenzetu wanataka pesa za nje. Wenzetu wazungu wanatoa pesa za Salem Sika. Hawa unaona wachungaji wanakimbia wanazichukua zile hela. Ndugu yangu, zile paundi ukizikonvert kwa hela ya Kitanzania, kwa siku moja mtu anaingiza shilingi 100,000 hadi 500,000. Inategemeana na ukubwa. Kwa mfano Polepole anaweza kuingiza 500,000. Hawa wakina Gwajima wanaweza kuingiza 100,000 kwa siku. Na familia zao zinalipwa. Hela za Salem Sika ni hela nyingi sana. Kama una kumbukumbu juzi, Heche alisema mimi nimetafutwa na wazungu, nilipo hela za Salem Sika, nimekataa kwenda huko. Wenzetu wamelipwa, mama amerudisha nchini, tufanye siasa. Wakaingia mikutano ya hadhara. Wanamtukana tena. Wasema sijui demokrasia. Reform. Akaambia, njooni tufanye reform mnazozitaka.
Sio mfanye reform za kuitoa CCM madarakani. Yaani nyewe mnataka mfanye reform mimi nitoke madarakani. Lakini reform gani mnataka? Tunataka mgombea akipita mwenyewe kwenye chama chake aingie kwenye uchaguzi. Mama akasema hiyo ruksa. Zimefanyika reforms, pitieni. Reforms, Google. Reforms 29. Ilikuwa imebaki reform ya moja tu ya 30. Wenzetu wanaingia barabara. Si nini na nini. No reform, no election, no reform. Sasa manake na ninyi wakati mwingine mtuambie CCM inakosa gani kama huyu mama kwa upendo wake amewatoa nje ya nchi. Wamekimbia nchi hii, angewaacha huko basi. Waje wafanye siasa za nchi hii. Mnataka mpewe nini na serikali? Wamepewa kila kitu na ruzuku ambayo ni malimbikizo zaidi ya bilioni 2. Serikali inachukua bilioni 2, inawapa watu waliokataa hela yao, wamekubali baada ya mama kuwaita Ikulu. Nunueni makao makuu yenu ya Chadema. Msikae kwenye kajumba kama haka. Tunawalipa ruzuku. Tufanye siasa za kistaarabu. Watu kwa sababu pesa za wazungu zimeshikindikana wakaanza kutukana. Wakaanza kumdhihaki rais. Mzanzibari. Sijui mwanamke, hawezi miradi. Miradi amekamilisha. Watu wameingia mitini. Sasa sijui na ninyi waandishi mtusaidie basi. Kwa sababu haya mambo mnayaona haya mambo lakini mnayakwepa. Yaani ninyi mnataka kuimpeach CCM. Mnataka kuiumiza CCM. Lakini CCM hiyo 2021 hiyo imewachukua watu kutoka nje. Walikuwa wamekimbia wakina Lissu. Waje nchini tufanye siasa. Na ndio imempatia mwenyekiti wa Chadema kile chama. Ameingia amefanya siasa, amegombea chama chake mwenyekiti na akashinda. Angekaa Ubelgiji. Sasa hata hili zuri ambalo wanalifanya CCM hamulioni. Ninyi waandishi kwa kweli kazi yenu ni kututandika tu CCM. Sawa? Hapana. Lakini ukweli ni kwamba ninyi mnajua 4R za mheshimiwa rais ziliwekwa mezani na wakaambiwa. Na wao muwafati muambie mbona kulikuwa na 4R. Mwe mnawabana hao. Sioni nikiona wanaenda kwa Odemba kule. Akienda CCM atabana. Lakini wakienda wakina Heche wanaulizwa maswali soft tu. Sasa bana harakati zenu za mtu kupigwa risasi. Si ndugu yangu muabane na haya maswali bana zilikuwepo 4R za mheshimiwa rais kwa nini hamkuzifuata? Na aliwabeba tuliona mlienda Ikulu na mkatoka na bahasha. Na wewe Heche uliondoka na Mbowe kufanya maridhiano Ikulu. Ili tu kuhakikisha Lissu anarudi nchini. Ninyi ndio mlifanya hayo maridhiano. Lakini ukiangalia hoja yao kubwa wanachadema kuelekea kwenye huu uchaguzi ni vile ambavyo mwenyekiti wao ameendelea kushikiliwa kiasi kwamba wanakosa tumaini la kuona ni nani atakuwa katika kinyang'anyiro cha urais. Na kama unavyoona sasa hivi tuko kwenye kampeni, tumebakisha siku 20 tu nchi yetu ya Tanzania kufanya uchaguzi mkuu. Lakini tukija kuangalia kwenye masuala ya siasa ni CCM peke yake ambao ina mgombea wa urais ambaye anazunguka, ana nguvu kubwa na ushawishi mkubwa. Vyama vingine vipo vidogo vidogo lakini havijafahamika. Vingine nimekuja kuviona hivi karibuni, sijui vimezinduliwa lini. Huoni kwamba sasa ni kama vile demokrasia sasa na mfumo wa vyama vingi vya siasa unatoweka Tanzania na kubaki chama kimoja? Ndugu yangu, ninyi waandishi, aliyesema hata ingia kwenye uchaguzi ni Lissu. Wakakataa kwenda kusaini fomu ya maadili. Ili uingie kwenye uchaguzi unahitajika uende ukasaini fomu. Wakati anakataa kuingia kwenye uchaguzi alikuwa hali gani? Alikuwa uraiani ama alikuwa tayari? Alikuwa uraiani na alikuwa anazunguka kwenye ziara. Alizunguka kwenye ziara, alianzisha mikutano. Na wakati huo unakumbuka tuna vuguvugu la vikao vya ndani ya vyama kuandaa wagombea. Akiwa Ruvuma, kama sikosei, akiwa Ruvuma, akasema mwaka huu hakuna uchaguzi. Akarudi Dar es Salaam, akaitisha wanaofikiria kutia nia kwa tiketi ya kwa sababu ujue CCM jimbo moja anaweza kugombea wagombea 10 na kitu 20. Lakini Chadema jimbo moja anaweza kugombea mtu mmoja tu anajulikana. Unajua bado hawana ile nini, hawajajitengeneza sana. Ile niliyokuwa nazungumza. Sasa akawaita wagombea wanaofikiria kugombea ubunge nchini, walikuja pale makao makuu kama watu 100 na kitu. Akawaambia kwamba anayefikiria kugombea ubunge asahau mwaka huu. Wewe kama mwanaharakati, kauli hii ni nzito kwa mtu anayetamani kuleta mabadiliko kwenye nchi. Kama mtu alikuwa na nia lakini akagairisha ghafla, huoni kwamba pengine kwa namna ambavyo anataka kuleta mabadiliko ya nini? Labda tuanzie hapo. Anataka kuleta mabadiliko ya nini? Pengine kiutawala. Utawala upi ambao umeshindikana?
kwa sababu hata wao wamepewa fursa hizo hizo za kiutawala. Yaani utawala huu wa Chama cha Mapinduzi ndio huu ambao umeviunda hivyo vyama vya siasa. Na ndio maana mimi nakataa kuniambia kuna chama kidogo. Kwa sababu CUF imesimamisha mgombea urais. CUF ilikuwa na nguvu kuliko Chadema. NCCR imesimamisha. NCCR ilikuwa na nguvu kuliko Chadema. Sasa mifumo yao ya vyama vya siasa, kama wameshindwa kuwa na mifumo ya kujikuza, sisi hapo haikuza. Serikali haiwahusu hiyo mambo. Sawa? Labda wao ndio wana nguvu. Wao Chadema ndio wana nguvu. Mwenyekiti wao wa taifa amesema kama unataka kugombea udiwani sahau. Kama unataka kugombea ubunge sahau. At the same times tukaona kundi la wanachadema ambao walikuwa viongozi wakubwa wakajingoa wakaenda Chauma. Walivyoenda Chauma wakasema hayo sisi hatukukubaliana, lakini wakamkumbusha mwenyekiti, mbona wewe tu unapoona unaenda kushinda ubunge ndio unaenda kwenye kinyang'anyiro ujitoi? Wakati huo wewe ukiwa mbunge wa Singida huko sijui Kungi, si ndio? Wakati huo Heche wewe ukiwa mbunge wa Tarime, si ndio? Serikali hiyo ya CCM. Hiyo ya CCM ndio iliwatangaza, na ilitangaza wabunge zaidi ya 40 kitu. Na tukapata viti maalum kibao na tukapata ruzuku nyingi sana serikalini. Maana yake ni nini? Mifumo ya mabadiliko haiendi hivyo tunavyotaka. Hata ndani ya chama chetu wakawakumbusha, hata ndani ya chama chetu hakuna reform ambazo zimekamilika. Hakuna reforms ndani ya chama chetu. Na ndio maana kuna malalamiko. Kwa hiyo usiniambie hili dude kubwa la serikali lifanye mabadiliko sekunde moja ili we ushinde. Haiwezekani. Lazima tuingie kwenye uchaguzi ili tupate wabunge, tuendelee kuendesha chama. Mdogo wanatoka madarakani. Mdogo wanatoka madarakani, kama ambavyo Wakenya hawakusema washiriki uchaguzi. Lakini Mwai Kibaki aliingia madarakani. Malawi hapa, ndugu yangu, juzi Malawi hapa waliingiza mpinzani. Kwani hamjui? Ameongoza miaka 5. Wananchi wa Malawi wakasema hawa wapinzani ni matapeli. Wamemrudisha Peter wa Mutharika. Ndio sasa hivi rais. Uchaguzi ambao hauna wiki. Tumetoka kumwapisha juzi. Yani upinzani waliingia madarakani kwa kishindo reform. Wakaingia kwa uchaguzi. Wamaliza uchaguzi, wameshindwa kuongoza nchi, wamemrudisha Peter wa Mutharika. Kwa hiyo mimi nasema hivi ndugu yangu, sisi Tanzania, reforms zilizofanyika kuanzia miaka hiyo 95 mpaka leo ni reforms kubwa sana. Sawa? Uwezi kuniambia unamnyang'anya madaraka rais, madaraka yote. Hiyo sio nchi. Hicho ni kichaka mnaenda kuwavuriga wananchi wa Tanzania. Maana yake wewe unataka haki gani peke yako? Unasema unataka kukinukisha. Maana yake wa Tanzania wauane kama Libya. Unajua watu wa Libya ndugu yangu, nao hizi stories za reforms. Watu wa Kongo hao. Sawa, kama mnakumbuka pale Kongo, hawa wenzetu walianzisha M23. Goma na Bukavu ile imeshachukuliwa, ina utawala wa upinzani. Watu wanatembea kilomita 20 kutafuta makazi. Ni kwa sababu ya haya mambo. Leo Libya watu wanaingia kwenye merikebu zaidi ya watu milioni. Merikebu inachukua watu laki. Watu wanakufa wote. Ni kwa sababu utawala ni hashi. Leo serikali makini haiwezi kukuruhusu wewe useme unakinukisha, wakuache barabarani utembee. Watanzania hawa wa kawaida pamoja na kushangilia watu wa kawaida wachache, si ndio? Watakuja kuilaumu serikali. Huyu mtu mlimuona anasema matamshi ya ajabu kabisa ya kukinukisha. Na kweli akaingiza watu barabarani. Watu wakaumizana, watu wakatoa damu. Watu watalaumu serikali. Serikali ikamchukua ikamhifadhi. Tuendelee na taratibu za kiuchaguzi. Lakini uchaguzi huu, kumbukeni alisema yeye amejitoa, hashiriki uchaguzi huu. Unadhani Bwana Josefu, mazingira ya nchi yetu ya Tanzania yana uhuru kwa wanasiasa wote kufanya siasa kwa sawa? Ni yana uhuru, na ndio maana kila kiongozi ana taratibu zake. Kuanzia mwaka 2015 tulimpata rais mwenye utaratibu wake na Watanzania wakampenda, John Pombe Magufuli. Yeye alisema hataki kelele. Hao wa nyuma wapinzani walikuwa wanaendelea na siasa. Yeye akasema mimi nataka kujenga miundombinu. Akaiga wa China, akaiga Urusi, akaiga German, akaiga Japan, akaiga Thailand. Ni nchi ambazo akaiga na Ubelgiji nyumbani kwa Lissu. Maana yake ni nchi ambazo ukoo mmoja unapoongoza hakuna wanataka maendeleo.